kwenye semina yetu ya mafunzo ya fedha, utawala bora na uwajibikaji. Na tunajua kabisa fedha, utawala bora na uwajibikaji ni dhana mtambuka. Kwa hiyo tunategemea katika mafunzo haya na semina hii, baada ya kuelekezwa, tutaweza kuboresha utendaji kazi kule ambapo tutakuwa katika maeneo yetu ya kazi, lakini vile vile katika semina hii tutabadilishana uzoefu mbalimbali na tutaimarisha misingi ya utawala bora na uwajibikaji, na tutashirikiana katika uzoefu mbalimbali katika sehemu zetu za kazi. Baada ya kusema maneno hayo, karibuni kwenye semina. Mwakilishi wa Rais wa Chama cha Wasifu Tanzania ambaye alipaswa kuwa hapa lakini bahati mbaya amepata dharura, kwa atawakilishwa na CPA Joya James Joya. Naomba nikukaribishe, karibu. Rais wa Chama cha Wasifu Tanzania ndugu Victor Limo, na kwa niaba ya Chama cha Wasifu Tanzania na washiriki wote wa semina ya utawala bora na uwajibikaji katika mamlaka za serikali za mitaa, leo tarehe 20 Mei 2026, kwa niaba ya Chama cha Wasifu Tanzania napenda kuwakaribisha kwa moyo mkunjufu washiriki wote mlioweza kushiriki semina hii. Semina hii ni yenye umuhimu mkubwa kwa maendeleo ya taifa letu. Ushiriki wenu umeonyesha nia, dhamira ya dhati kuimarisha mifumo ya usimamizi wa mali za umma, uwajibikaji na utoaji wa huduma bora kwa wananchi, jambo ambalo ndilo wananchi wanalolitegemea kutoka kwa serikali yao. Na hapa tunaweza tukaongeza emphasis kwamba mamea ni wanasiasa, wakurugenzi ni watendaji, wahasibu ni wataalamu na maafisa ugavi. Mna wajibu wa kuwashauri kwa nia njema na kwa dhamira. Baada ya kusema hayo, kwa niaba ya Rais wa Chama cha Wasifu Tanzania, naomba kutamka kuwa semina hii imefunguliwa rasmi. Asante. Ya uwekezaji ya UTT AMIS, tuna furaha kubwa sana kuwa nanyi katika mkutano wenu, tukiendelea kuhabarishana fursa nzuri na mambo mazuri ya uwekezaji tulionayo katika nchi yetu. Ni imani yangu kwamba wengi wetu ni wawekezaji wa UTT, si kweli? Ndio. Yes, sauti kama hizo, yule kweli mwekezaji. Lakini kuna wengine ambao leo ndio kwanza, bismillah, ndio kwanza tunaisikia UTT. Niseme hakuna aliyechelewa, tupo kwenye track nzuri na moja. UTT AMIS ni kitu gani? Hii ni taasisi ya serikali, iko chini ya Wizara ya Fedha. Tunafanya uwekezaji wa fedha kwa pamoja. Twendeni kwenye masoko ya fedha na mitaji, kwenye amana za muda mrefu na muda mfupi kwa pamoja. Usalama wa pesa zetu ni mkubwa sana, kwa sababu taasisi hii ni ya serikali na inasimamiwa na mamlaka zote za kiserikali. Kwa hiyo tusije tukahadaika, labda ipo siku UTT itafanya 1 2 3, sijui. Hapana, usalama wa pesa zetu ni mkubwa sana. Mamlaka zote za kiserikali tupo nazo. Niwakaribishe sana muweze kufungua account, tuanze uwekezaji sasa, tutengeneze pensheni zetu, tutengeneze maisha ya watoto wetu kwa kutumia mifuko hii ya uwekezaji kwa pamoja. Tupo nanyi kuanzia leo mpaka siku ya mwisho ambayo ni Ijumaa. Tuna dawati hapo nje. Njoo na picha yako moja na NIDA tukufungulie account. Lakini kama wewe tayari umeshaanza kuwekeza, njoo tukuonyeshe namna ya kuweza kufikia ndoto zako. Yes, tunaweza kukupigia hesabu, nataka niwe na bilioni 1 nitakapostaafu, niambie niweke shilingi ngapi kuanzia sasa. Nina miaka kadhaa ya kutoka ofisini. Ukistaafu na bilioni 1, unakula milioni 10 kila mwezi. Karibuni sana UTT AMIS. Asante sana.
Jamhuri ya Muungano. Asante. Naomba nimkaribishe mtu mwingine mmoja ambaye baada ya zoezi hili yeye atatoa neno la shukrani kama kutoka kwa kuwakilisha wawakilishi wote walioko hapa ndani. Mheshimiwa Gulam, Meya wa Tabora, yeye atatoa neno la shukrani kwa niaba ya wawakilishi wote, na baada ya hapo tutakuwa na zoezi lingine moja la mwisho la kupiga picha, na baada ya picha tutaenda kwenye chai, na baada ya chai tutaendelea na ratiba kama ambavyo inatuonyesha hapo. Asante. Mheshimiwa Gulam, karibu sana. Kazi na utu. Kazi na utu. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwakilishi wa rais wa Chama cha Wahasibu Tanzania, mwakilishi kutoka TAMISEMI, washiriki wenzangu wote, awali yote nichukue fursa hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutufikisha salama hapa na tunaendelea na utaratibu kama ulivyopangwa. Lakini pili, nichukue fursa hii kushukuru Chama cha Wahasibu Tanzania kwa kuona na sisi tunaweza kushiriki semina hii ambayo naamini kabisa itatujengea uwezo sisi kwenda kufanya majukumu yetu vizuri. Lakini nichukue fursa hii vile vile kwa mwakilishi wa TAMISEMI tufikishie salamu kwa katibu mkuu kwa kutoa kibali na sisi kushiriki. Lakini nichukue fursa hii kwa kushukuru wadhamini wote walioshiriki kwamba kuona wadhamini semina hii na sisi tushiriki. Kubwa kwa niaba ya wenzangu, tunaamini hatutotoka kapa, na siku zote sisi wanadamu tunajifunza mambo mengi, lakini kila mtu anaweza akashika moja akaenda nalo sehemu aliyotoka na likawa linatija kule alikotoka. Lakini Mheshimiwa mwakilishi wa rais, pia tuna makatibu tawala sehemu nyingine tumekuja nao wa wilaya wako hapa, kwa hiyo nitambue na wenyewe wako hapa. Baada ya kusema niwashukuru sana. Mungu abariki mafunzo haya na endelee kutubariki tupate afya njema ili tusikilize kwa makini na tutoke na jambo moja au mawili ya kwenda kuwafundisha wenzetu ambao kupata bahati kushiriki mafunzo. Nakushukuru sana mheshimiwa.